Jamaa anaitwa Robert. Jamaa alikuwa ni mume na alikuwa amefanya kazi kwenye kampuni ya IT. Na yeye alikuwa ni mtu wa karibu wa bosi yani kwenye kampuni, yani kama chawa lakini mwajiliwa tuseme. Jamaa alikuwa anatengeneza hela nzuri kinoma. Na alikuwa anaishi kwenye familia ambayo ilikuwa ni ya kitajiri kweli kweli. Na walikuwa na mjengo mkubwa kweli kweli. Na hapo alikuwa anaishi na mkewe pamoja na mtoto wake, lakini pia na wazazi wake, mshikaji. Jamaa alikuwa anataka kuondoka kwenye huo mjengo, huo mansion, mjengo mkubwa wa familia, na ahamie kwenye nyumba ndogo ndogo, lakini baba yake hajawahi kumkubalia. Na hataki kabisa kwamba mtoto wake aende kupanga na akaishi kwenye nyumba ndogo. Sasa wamekuwa nao wanaishi kwenye huo mjengo wa familia sasa kwa sababu hizo. Na mkewe alikuwa anaitwa Mary na huyu jamaa alikuwa anaitwa Robert. Na wamekuwa wameoana kwa miaka 15 bro. Na walikuwa na mtoto mrembo na mzuri sana, alikuwa anaitwa Jane. Sasa asubuhi moja Robert akawa anaenda zake ofisini ambayo ilikuwa ni mjini Beijing. Na jamaa akatoka zake nyumbani na moja kwenda kutafuta usafiri. Si unajua mwendo kasi tena ni shida. Lakini ilikuwa hamna noma kabisa. Na Beijing ni miongoni mwa majiji makubwa sana duniani na yanakuwa na watu wengi kweli kweli. Na asubuhi kuna watu wengi sana ambao wanaenda kutafuta usafiri pia kwa ajili ya kuwahi makazini na kwenye shughuli zao maalum. Sasa baadaye tunamwona bwana Robert amefanikiwa kupambana na usafiri na nini na vitu kama hivyo, na amefika ofisini. Ukifika ofisini kuna sehemu unaenda unaangalia, ina track sura yako na ndo unaingia ofisini, na kwa hiyo imekusign in kwamba umeshafika ofisini on time. Na akawa amechukua timu yake kwa ajili ya kuanza au kuendelea na kazi ambayo walikuwa wanaifanya. Kuna project ambayo walikuwa wanaifanya, sasa walitakiwa waendelee nayo. Sasa jamaa alikuwa ni kiongozi mzuri sana ofisini kwao, na alikuwa anaisaidia sana timu yake kuhakikisha wanafanya vitu vinavyotakiwa bwana. Na mwanzoni kila kitu kilikuwa kinaenda safi kabisa, yani kama ambavyo yeye anataka. Lakini sasa siku moja Robert akiwa kazini akawa ameitwa na mabosize, na mabosi zake, na alivyoenda kukutana nao Robert alishangaa kupewa taarifa mbaya. Na taarifa hiyo ilikuwa ni kwamba Robert ameachishwa kazi. Na sababu alizompa mabosi zake ilikuwa ni kwamba Robert productivity yake imepungua, yani uwezo wake wa ufanyaji kazi umepungua kwa asilimia kubwa kweli yani. Na imepungua kwa sababu gani? Robert alikuwa anatumia muda mwingi sana kusaidia timu yake kuliko kufanya kazi zake mwenyewe. Sijui kama inaeleweka. Alikuwa anawasaidia watu wengine wafanye kazi vizuri ofisini kwao, lakini kazi zake alikuwa hazifanyi kwa wakati. Sasa mabosi zake wakaona kwamba productivity ya Robert imepungua. Solution ni kumfukuza kazi. Ndio utajua kwamba kuna watu duniani wana roho mbaya kweli kweli. Lakini pia kwa nafasi aliyokuwepo Robert alikuwa analipwa hela nyingi sana. Sasa kampuni ikawa inaona bora impunguze ili waweze kupunguza matumizi pia na kumwajiri assistants wake, yani yule ambaye alikuwa anamsaidia Robert, yeye ndo anaajiriwa na kuchukua nafasi ya Robert, na kwamba watamlipa hela ndogo zaidi. Robert alikasirika kweli kweli. Zile habari hazikuwa habari nzuri kwake kabisa. Na bro, ameweka miaka 11, amejitolea vibaya mno kwa ajili ya hii kampuni. Na amefanya kazi overtime nyingi, hata alikuwa halipwi. Robert akaanza kuvunja vitu. Amekasirika vibaya, wanamshikilia bwanangu. Lakini hata angekasirika kiasi gani, hata angechukia kiasi gani, lakini bosi wake alikuwa ameshaamua, na hilo lilikuwa haliwezi kuharibu au kubadilisha chochote Robert kutofukuzwa kazi. Kusema kweli, Robert hakujua nini atakachofanya kwenye maisha, na akawa anawaza vitu vigumu kwenye maisha, chakula, bills za nyumbani, ada kwa watoto, yani na matumizi yale ya kawaida ya kila siku nyumbani. Itakuwaje? Tunamuona baadaye akaamua kuanza kuapply kazi kwenye kampuni kadhaa, lakini kwa sababu ya umri inakuwa ngumu yeye kupata kazi. Robert yakuwa kijana mdogo. Baba yake baada ya kugundua kwamba Robert amefukuzwa kazi akawa amekasirika bwana. Akamfokea kweli kweli na kumwambia kwamba mimi sasa hivi sina kazi, mama yako hana kazi, wewe peke yako ndio unayefanya kazi, na inakuwaje sasa hauna kazi? Tutaishije hapa nyumbani wakati tunakutegemea kwenye kila kitu? Akati unamuoa mkeo ulimpromise kwamba ungefight sana awe na maisha mazuri. Sasa huna kazi, itakuwaje? Bwana Robert akati anaambiwa na baba yake hayo maneno, jamaa akaamua kukaa kimya bwana, kumsikiliza tu baba yake, kwa sababu wakati mwingine unawaacha waongee. Kusema kweli, baba yake Robert alikuwa anafoka, yani alikuwa anamfokea kama mtoto mdogo bwana. Siku nyingine tunamwona Robert akana mkimbiza mtu
Kumbe huyu mtu bwana alikuwa ni tapeli, na huyu tapeli alikuwa amemwahidi Robert kwamba angemsaidia kupata kazi, na Robert akawa ametoa $150,000 yuani hizo kama deposit ya mwanzo kabla hajapata kazi bwana. Sio bongo tu bro, wale ambao matapeli wa kutapeli watu kwa sababu ya kazi sio bongo tu hadi China, sijui Korea, wapi huko wapo tu kibao bro. Sasa ilikuwa ni hivi, huyu jamaa siku kadhaa alikuwa ameomba hizo hela kutoka kwa Robert ili amsaidie apate kazi, na Robert alivyompa hizo hela nyingi, jamaa akawa amepotea bro. Na baada ya kupotea, Robert akawa anamtafuta jamaa ashike simu. Sasa siku hiyo akawa amemnasa, ameingia kwenye mtego wa Robert. Robert akamwambia, oya, ninataka hela zangu. Hizo hela unazonitapeli ni hela ambazo zingeisaidia familia yangu kwa siku kadhaa za kuishi, lakini mimi nimeona bora nikupe wewe ili unisaidie kupata kazi, lakini sasa hivi unataka uniletea uhuni, ninataka pesa yangu. Lakini jamaa akamdanganya Robert pale, akamwachia, akakimbia tena bwana. Akakimbia akapita sehemu ambapo palikuwa ni pembamba sana kwenye hilo geti. Robert yeye kwa sababu ya mwili wake mnene akashindwa kupenya bwana na jamaa akawa amesepa. Lakini jamaa bwana akarudi tena akati Robert amenasa pale kwenye kile geti na kumwambia kwamba wewe nimekutafutia kazi lakini umezikataa, sasa hilo lote ni kwa sababu yako mwenyewe bwana. Jamaa akasepa, akamwacha Robert. Sasa siku hiyo akiwa na hasira za huyu jamaa, Robert akawa amepigiwa simu na mkewe anamwambia kwamba baba yake ni mgonjwa kweli. Sasa amekimbizwa hospitalini bro. Robert ilibidi akimbie kweli na yeye kuelekea hospitalini. Sasa bwana alivyopewa budget ya hospitalini akuta ni budget kubwa kweli. Na ubaya wao kule wao hawakutibu kwanza. Utoe hela kwanza ndo mgonjwa wako anaanza kutibiwa. Na hiyo ndio kama imkuta bwana Robert. Akaanza kuongea na daktari, kumuomba daktari, tafadhali naomba unipunguzie. Daktari akasema, sikiliza bro, usipoleta hela mgonjwa wako hatotibiwa. Ukileta hela mgonjwa wako atatibiwa. Lakini baadaye tunakuja kugundua kwamba Robert hakumwambia mkewe kwamba jamaa amefukuzwa kazi. Na alipojua Mary akawa amekasirika kweli. Hakukasirika kwa sababu mumewe amefukuzwa kazini, lakini amekasirika kwa sababu mumewe hajamwambia kwamba hana kazi, na Mary alijua kwamba mumewe alizani kwamba hamuamini yeye tena. Hamuamini kwamba angeweza kuhandle hilo jambo. Umeona? Sasa hicho ndio kilichomuumiza zaidi huyu mwanamama. Na yeye alikuwa anataka kushare tatizo hili yeye na mumewe ili aweze kumsaidia mumewe waweze kuovercome. Lakini si unajua sisi vidume bwana, wakati mwingine tunajikaza, nasema si ni mimi mwanaume, nitavumilia, nitajua nini cha kufanya. Lakini bro unakufa ndani kwa ndani. Lakini mwanamke alikuwa na nia nzuri kweli. Akamchukua Robert na kumweka mezani mumewe na kwanza kumuonyesha pale. Anampigisha mahesabu, mume wangu tukifanya hivi, mimi na wewe tukishirikiana hivi, anachukua makaratasi, wanaandika nini, wanaandika notes, vitu vizito. Na mwishoni akamwambia, unaona sasa mume wangu, tukifanya hivi pamoja tunaweza tukafikia malengo. Robert maneno ya mkewe yakawa yamemgusa kweli. Akaanza kulia pale bwana, akiwa amemkumbatia mkewe. Unajua tena ukiona kwamba ulikuwa umekosea bro, ikikugusa na ukiwa kwenye wakati mgumu lazima chozi likutoke mzee. Siku moja, siku ya kawaida kabisa ambayo Robert kama kawaida yake kwenye mihangaiko ya kutafuta kazi bwana, akawa kwa bahati nzuri sijui mbaya kama amemuona jamaa mmoja hivi ambaye huyu jamaa amekuwa ni jamaa wa mitandaoni na amekuwa akijitangaza kwamba anapiga hela nyingi kwenye kazi anayoifanya. Sasa Robert alivyomuona kijana akasema, mshikaji, nimekuona kwenye mitandao, unatangaza kwamba unaingiza kiasi fulani cha pesa, ni kingi, na unafanya kazi gani kijana? Yule kijana akamwambia, mimi kazi yangu ni kufanya delivery ya chakula bwana. Akamwambia Robert kwamba kama unataka kufanya kazi, njoo ofisini, watakupokea na kukupa kazi mara moja yani. Robert kusema kweli hakutaka kupoteza muda. Akaenda moja kwa moja ofisini bwana kwa wale jamaa. Na alipofika pale akawakuta watu kibao wakiwa wamevaa visale vyao vya njano na vipikipiki vyao wakisubiri kupata oda zao na wao wazipeleke kwa wateja bwana. Sasa muda huo field manager bwana Bill alikuwa anawapa maneno pale. Unajua ile asubuhi motivation. Akasema, jamani sikilizeni, wateja wanakuja kwanza. Yani unamjali mteja kabla ya kujijali wewe. Hakikisha mteja ana furaha no matter what. Yani haijalishi kuna shida gani. Mvua inakunyeshea, hakikisha mteja ana furaha. Akamwambia, hakikisheni mnatabasamu kila muda. Na mkikutana na wateja hata kama ni saa 8 mchana sema good morning. Oya, mnawakumbuka watu wa good morning Lakini Robert alivyokuwa pale anasikia yale maneno, akamfuata jamaa bwana Bill na kumwambia, Bill, tafadhali boss, nataka na mimi kujiunga kufanya kazi. Lakini jamaa alivyomuona Robert akawa amejua ni wale watu ambao wanataka kutajirika haraka na akajua huyu jamaa atakuwa hana uvumilivu, kwa sababu kazi yao inahitaji uvumilivu na kuwa na busara. Hapo ndo unaweza kufanikiwa. Sasa akawa amemuona Robert kama ni wale vijana ambao sio vijana, watu wazima wale ambao wanataka kutajirika haraka, apate pesa za haraka. Unaona? Jamaa akawa anampotezea.
lakini Robert akamwambia, bro, mimi niko committed kweli na nitafanya kazi kwa juhudi kinoma na hautoamini. Sasa baada ya kusikia hivyo, Billy akamkubalia bwana, na akamchukua mshikaji mmoja na kumwambia msaidie Robert, muonyeshe kazi zinaendaje bwana. Jamaa akaanza kumwelekeza Robert namna gani ya kupokea order na namna ya kupeleka deliveries na namna ya kuendesha pikipiki, kwa sababu Robert alikuwa hajui hata kuendesha pikipiki. Jamaa akamsaidia kweli na akamfundisha Robert kweli, yani ile ambavyo Robert anatakiwa kujua kila kitu. Na walikuwa wako pamoja sasa, wakaanza kwenda kufanya delivery kwa pamoja kwa muda huo, ili Robert aanze kuelewa na kujua kila kitu kinaendaje. Sasa bahati mbaya bwana, mara ya kwanza Robert alivyoichukua pikipiki bwana, ile anaanza kuendesha tu akaenda kugonga mapikipiki mengine bro. Bahati nzuri alifanyia ile testing pale ofisini, ingekuwa ni barabarani angeenda kugonga watu mshikaji. Sasa baada ya kujifunza kila kitu, Robert ikawa imefika siku yake ya kwanza kazini bwana. Ilikuwa ni siku ngumu kweli, na ilikuwa ni kazi ngumu kwake kwa sababu alikuwa hajui ramani vizuri, alikuwa anachelewesha orders na wakati mwingine akawa na miss orders zake, na wakati mwingine ana skip orders, so akawa hachukui orders zote ambazo anastahili kuzichukua. Na baadhi ya wateja alikuwa anashindwa kuwafikia, ameshachukua order anashindwa kuwafikia. Lakini kumbuka maneno ya Billy alimwambia kwamba wateja ni wafalme, inatakiwa ufanye vyovyote vile ambavyo mteja anataka. Wewe ni mtumwa kwa mteja wetu. Na Robert itakiwa adili na hao wateja. Kuna wateja wengine ni wakorofi, wengine ni wagumu, wengine ni warahisi, wengine ni wazuri. Yani ilikuwa ni chaos kuongea ukweli. Na bro, kuna mteja mmoja hivi kijana tu akawa amempelekea oda yake bwana. Wakaanza kubishana pale kwa sababu Robert alichelewesha oda bwana. Akabishana naye kweli. Na yule mteja akampa rating mbaya sana kwenye app yao ile. Unajua kama Bolt, ukiagiza Bolt abiria anaweza kukupa rating nzuri kama wewe dereva. Sasa yeye alipata rating mbaya kweli. Muda wa kazi ulivyoisha, Robert akawa ameamua kurudi nyumbani. Na baada ya kufika nyumbani, Robert alikuwa ni amechoka kiakili, kimwili, kisaikolojia na kila kitu bro. Na mkewe akawa amemuona mumewe kwamba mume wangu amechoka, na akanataka kumsaidia mumewe. Unajua huyu mwanamke alikuwa very supportive kwa mumewe. Akanataka kumsaidia mumewe na kumwambia, mume wangu, naona hii kazi itakusumbua sana mpenzi wangu. Kwa nini usibadilishe? Ufanye hata kazi nyingine labda. Lakini Robert alikuwa yuko determined kweli. Akamwambia, hapana mke wangu, kutafuta kazi ni kazi kweli. Namshukuru hata Mungu nimeipata kazi hii. Nimetafuta kazi kwa muda gani? Na mimi nitakachokifanya ni kuongeza juhudi na kuimprove kila siku baada ya siku. Unajua ukiwa na ule moyo tu mdogo wa kusema kwamba nitajitahidi siku baada ya siku, ninakuhakikishia bro lazima ufanikiwe. Kwa sababu hiyo tu roho ya kusema kwamba leo nitajitahidi, sijafanya vizuri, kesho nitajitahidi, maana yake wewe ni tajiri mzee. Sasa Robert naye alikuwa hivyo bro. Sasa siku inayofuata kazini, Robert alikuwa na rating mbaya sana kwenye app. Hata Billy akamwambia Robert. Na siku hiyo Robert akaamua kuimprove kweli. Akaamua apambane. Akawa anajitahidi hata kutafuta route ambazo zitakuwa fupi ili aweze kufikisha mzigo on time, wateja wasikasirike. Na alipambana kuhakikisha kwamba hakuna kizuizi au kikwazo chochote ambacho kinamzuia mbele yake. Na Robert alijitahidi sana kusmile mbele ya wateja bro. Hiyo smile yake sasa ilikuwa ni vichekesho. Kuna wakati mwingine hadi alikuwa anaanguka na pikipiki, lakini Robert yupo hapa kwa ajili ya kupambana. Na yupo kupambana kwa sababu ya afya ya baba yake, lakini na maisha ya ujumla ya familia yake yote bro. Hata hivyo Robert hakuacha kukutana na wateja wapuuzi wenye roho mbaya. Kuna mteja mmoja bwana, Robert akawa ameshanunua bidhaa, kwa sababu hii app yao ilivyokuwa inafanya kazi, watu wanaoda, wewe unatoka hapa sasa ofisini kwenu ukiwa na pikipiki, unaenda kwenye mgahawa kuchukua chakula, alafu unampelekea nani? Mteja aliyeoda. Umeona Sasa ukishafika ndo mteja anakulipa bwana. Sasa siku hiyo jamaa ameshachukua chakula kabisa, anaenda nacho kwa mteja. Amefika pale mteja kumbe amesha cancel bwana. Wakaanza kubishana pale. Robert aliumia kweli. Aliumia, alijisikia huzuni, maumivu makali. Kwa nini watu wanamfanyia hivyo? Sasa siku hiyo Robert akiwa na hasira za kutoka kwa yule mteja ambaye cancel order, baba yake naye alikuwa anarudi kutoka hospitalini. Na baba yake alipofika nyumbani alikuwa hajui kwamba Robert anafanya kazi za delivery ya chakula bwana. Sasa alivyosikia vile, baba alikasirika. Akasema, Robert, umesoma vizuri kweli. Leo wewe ndo wakufanya kazi za namna hiyo, za kupelekea watu chakula, kazi za kijinga za watu ambao hawajasoma. Mzee akawa anafoka kweli. Sasa Robert naye likamshindwa, akashindwa kuvumilia bwana. Akaanza kubishana na baba yake pale.
akabishana kweli kweli na mzee na yeye. Na kumbuka Robert amejitahidi kweli kweli, ametuma CV zake kila sehemu, lakini imekuwa ngumu yeye kupata kazi. Lakini familia yake ilikuwa imuelewi, na aliishia kuumia tu moyoni mwake Robert. Lakini mkewe akajitahidi kumzuia mumewe na kumtuliza Munkar, kwa sababu alimpenda sana mumewe na asingependa mumewe aumizwe na vitu kama hivyo. Lakini Robert akamwambia, mke wangu wewe mwenyewe unaona, familia yangu inanichokonoa kweli kweli. Hawaoni ni kiasi gani mimi napambana kwa ajili ya kutoka kwenye hili janga, lakini wao wanachukulia tu vitu rahisi. Sasa na mimi kusema kweli nimechoka. Muda ukawa umeenda kweli kweli, na hata kama baba yake na Robert alikuwa haipendi kazi, lakini Robert akaamua kupush na kuendelea kufanya ile kazi kweli kweli, hata kama hii kazi ilikuwa ifanani na elimu aliyokuwa nayo Robert. Kitu alichokiangalia yeye ni kufanya kazi kwa juhudi na kuendelea kupata experience. Ilikuwa ni ngumu kweli kweli kusema kweli, lakini jamaa kama atapata hela ya kusupport familia yake hakujali chochote. So hakujali kuhusu afya yake tena, hakujali chochote. Alichojali zaidi ni familia yake. Na jamaa alikuwa ni mgonjwa, alikuwa na ugonjwa fulani hivi, alikuwa anatakiwa kujichoma sindano ya insulin ili kuweza kucontrol sukari mwilini mwake. Jamaa hakupata hata muda wa kupumzika, alijipush ile mbaya ili aweze kufikia malengo yake kila siku. Siku moja bwana Robert alikuwa na siku mbaya sana kazini, sana kweli. Na siku hiyo alikuwa ameenda kupeleka oda yake vizuri kabisa, na alipofika Robert ghafla bwana akizunguzungu akaanguka akazimia pale. Kusema kweli baba yake Robert alijisikia vibaya sana baada ya kuona mtoto wake amekuwa akifanya kazi kwa juhudi na nguvu kubwa kiasi kile. Na alimuona Robert anapambana kweli, hakujali hata saa ngapi anafanya kazi, lakini Robert alikuwa anapambana. Na hapo baba yake kama amejigundua kwamba amefanya makosa sana kumfokea Robert, na kuanza kusema ninajisikia vibaya sana kumfokea Robert, na akawa amemuomba hata msamaha mwanae na kumwambia kwamba nisingekuwa mgonjwa, kusema kweli nadhani Robert nisingekuruhusu wewe kunitake care kiasi hiki, na mimi angalau ningeweza kupambana na kuleta kitu mezani. Na muda huo alikuwa na wasiwasi sana, kwa sababu alirealize kwamba ugonjwa wake uliendelea kuwa mbaya zaidi, yani aliendelea kuwa mgonjwa zaidi ambavyo alikuwa mwanzoni. Na mzee hakutaka kabisa kuwa mzigo kwa mtoto wake. Na mzee siku moja wakati Robert anaendelea kumuogesha pale, mzee akaanza kumuomba msamaha sana mwanae, na alimuomba samaha kwa uchungu kweli, na hakutaka Robert maisha yaje yabadilike yawe kama yeye. Na mzee alijua kabisa kwamba amepitiliza mpaka kwa yale ambayo ameyafanya, na pia angemsikiliza mwanae mambo yasingekuwa hivyo siku ya leo. Kusema kweli ilikuwa ni huzuni kweli familia yake Robert, na mshua maneno alikuwa anaongea yalikuwa ni maneno mazito ambayo Robert pia yalikuwa yanamgusa moja kwa moja na kuingia ndani yake na kumfanya Robert afikirie zaidi. Baadaye tunamwona Robert baada ya kugundua kwamba performance yake bado sio nzuri, akaamua kustep up game yake bwana, akaamua kupandisha game. Sasa akaamua kwenda kuongea na wenzake ambao wamekuwa wakifanya kazi kwa muda mrefu na ni top performers, yani wale ambao wana ranki za juu, wanalipwa hela nyingi zaidi kuliko wengine kwa kazi hiyo. Na lengo lake lilikuwa ni kwenda kumuuliza anafanyaje kazi. Na bwana Dani akamwambia kwamba wewe unapata oda mbaya kwa sababu performance yako ni mbaya. Unatakiwa uwe na haraka na kutafuta ruti za haraka ili uweze kufikisha oda haraka iwezekanavyo. Na ukifanikiwa kufanya hivyo, ranking zako zitaenda juu, na bro ninakuhakikishia utaanza kupata oda nzuri haraka na haitokuchukua muda mrefu sana kurank juu kabisa. Kusema kweli jamaa Dani alikuwa na roho nzuri. Angekuwa mwingine asingemwambia ukweli kwa namna hiyo. Sasa Dani pamoja na Billy wakamwambia Robert kwamba sikiliza Robert, usiwe mshikaji na wateja, lakini unatakiwa uwe very friendly kwa wateja. Lakini sio wateja tu, hata zile migahawa ambayo unaenda kuchukua mizigo na orders kwa ajili ya kuzipeleka kwa wateja, ukifika ukikuta hawajamaliza oda yako, wewe wasaidie hata kufanya packing, wasaidie kupack orders na uzichukue uziwaishe kwa mteja, na hiyo itakusaidia zaidi. Lakini ukikaa pale na kuchanganyikiwa haitokusaidia chochote. Na wakamwambia pia no matter what, yani kitakacho kutokea, wewe hakikisha unatabasamu muda wote. Hata kama mteja ni amekasirika tu for no reason, wewe tabasamu, endelea na mambo yako. Pale hujaja kugombana na mtu, umeenda
kupeleka orders. Na kuanzia pale Robert akaanza kuwa bora sana kwenye kazi yake, na kusema kweli akaanza kuwa na smile kwa mtu yeyote, hata kama ni mtu mbaya kiasi gani kwake, jamaa akawa anamtabasamia tu yeye. Na alipambana kweli kweli kuhakikisha kwamba deliveries zake zinafika on time muda wote, haijalishi mteja yuko wapi, jamaa akawa anamfuata na kukimbia kwa speed. Yani kusema kweli Robert akawa amebadilika kweli kweli, na kila siku ya Mungu Robert akawa anapata order nyingi na anatengeneza hela nyingi zaidi na tips. Wateja wakawa wanampa asante nyingi zaidi pia. Sasa kwa sababu Robert alikuwa ni mtaalamu wa kompyuta, kumbuka alikuwa ni IT mkubwa wa ile kampuni, akaamua kutengeneza app ya simu yake ambayo itamsaidia kumuonyesha ruti za karibu zile short na shortcuts ambazo zitamsaidia kuwahi zaidi kwenda kupeleka order zake bwana. Na akamshukuru sana Dani kwa kumsaidia kujua shortcut zingine nyingi. Sasa siku moja alikuwa anataka kujaribu app yake ile aliyoitengeneza, aliyoidevelop bwana. Sasa siku hiyo bwana, akiwa yuko barabarani, ghafla akawa amemuona mwenzie John akiwa anagongwa na gari na nusura lori limpitie kichwa bwana. Robert akakimbia kwenda kumsaidia bwana. Akachukua order za John na kwenda kuzipeleka kwa wateja haraka, alafu akachukua order zake na kwenda nazo. Na baada ya kupeleka hizo order akakimbia na kwenda hospitalini kwenda kumcheki mshikaji. John akamwambia Robert, rafiki yangu, usijali kuhusu mimi hata kidogo, akiwa anatabasamu. Kumbuka jamaa amepata ajali na kumwambia kwamba ajali niliyoipata mimi kwangu sio issue sana. Issue kwangu ni kusikia sauti za familia ikiwa inalia kwa sababu ya njaa. Na siku hiyo Robert akawa amembeba John mpaka nyumbani kwa John. Na alipofika pale bwana, walikuwa naishi uswahilini, yani kule Chakalamu kabisa. Na nyumba alikuwa naishi kajumba kadogo, kamejazana, yani kama store. Kila kona kuna takataka, kuna mavitu, yani ovyo bwana. Robert pia alishangaa kumuona mtoto wa John alikuwa ana kansa. Na muda huo sasa wakati wamekaa wanaongea yeye Robert pamoja na John akamwambia Robert kwamba muda ule nilikwambia kwamba ajali sio issue kwangu kwa sababu hii hapa bro. Kitu ninachokiangalia mimi zaidi ni kuhakikisha ninailipia familia yangu chakula na Mungu aendelee kunisaidia nipate pesa kwa ajili ya kumtibu binti yangu mwenye kansa. Lakini Robert akamwambia John, tafadhali naomba uwe makini sana barabarani. Haijalishi hela kiasi gani utakayotengeneza, lakini ukifariki hutoisaidia familia yako tena. Na hakuna mtu ambaye atakuwepo hapa kwa ajili ya kumtibu au kupata hela hiyo ndogo tu ya kwenda kumtibu mtoto wako. Yale maneno ya Robert yalimfanya John alie kweli kweli. Siku inayofuata kazini sasa, asubuhi kama Robert akachukua kipaza bwana na kuanza kuwatangazia wafanyakazi wenzake kwamba ametengeneza app mpya itakayowasaidia wao kupiga shortcut rahisi zaidi. Na hiyo shortcut ni rahisi zaidi kuitumia na itawasaidia kupata njia za haraka kuweza kunavigate, kuwakuta wateja wao na pia kuifikia migahawa bwana. Kusema kweli Billy alivyosikia vile alimfurahia sana Robert. Kwa sababu ile app ya Robert iliwasaidia wafanyakazi waweze kufanya deliveries nyingi sana. Lakini kusema kweli ile app pia ilikuwa ni nzuri na iliwasaidia kweli kweli, lakini ilikuwa pia na matatizo yake kwa sababu ruti zingine hazikuwa fupi kiasi hiko. Lakini hizo ruti hizo ambazo hazikuwa fupi kwenye app, bwana Dani alikuwa anazijua hizo ruti, lakini hakushare na Robert ili aweze kuziupdate kwenye app yake bwana. Na hilo jambo lilifanya baadhi ya deliveries zilete matatizo kwa kweli. Lakini bahati nzuri walikuwa wanajua kwamba Dani ana hizo ruti na hataki kuzishare. Sasa wakawa wanamkasirikia bwana kwa sababu Dani amekuwa mbinafsi sasa. Baadaye tunaona wale deliveries guys wale wakawa wamekasirika bwana na wakaamua kwenda kumvamia Dani kwa sababu Dani amekuwa mchoyo. Hataki kushare hizo ruti zake za deliveries ambazo ni ruti fupi bwana. Dani aliumizwa kweli kweli siku ile. Na Robert akajisikia vibaya kweli baada ya kuona Dani ameumizwa, na Dani akaamua kuacha kazi bwana. Sasa usiku ule wakati mvua kubwa kweli kweli inanyesha, Robert akaamua kutoka na kwenda kumtembelea dada mmoja ambaye alikuwa ni mwenzake naye wanafanya wote kazi. Alikuwa anaitwa Bella. Na Bella alikuwa na mtoto wake wa kike bwana. Na Bella pamoja na mwanae walishindwa kutoka bwana kwa sababu ya mvua iliyokuwa inanyesha na walikuwa hawana makoti ya mvua yale. Sasa Robert akavua koti lake na kumkabidhi Bella na kumwambia utatumia hili hapa. Sasa kwa sababu alitembea kwenye mvua kwa muda, naye baada ya
kutoa koti lake bwana, akapigwa na baridi kweli. Akaamua ngoja nipaki kidogo, nikae pembeni hapa ni tulie kidogo alafu ndo niende nyumbani. Oya, bahati mbaya Robert akajikuta amelala pale bwana. Lakini bro, ghafla marafiki zake na Robert wakawa wamekuja kumwamsha pale bwana, ili Robert aende kuonana na mtu. Na huyo mtu alikuwa ni Dani bwana. Na Dani sasa alikuwa baada ya kuacha kazi, alikuwa ameenda kufanya kazi kwenye duka la mdogo wake. Sasa Dani akaanza kumwelezea Robert kwamba, sikiliza Robert, mdogo wangu alikuwa naye ni carrier, yani delivery guy kama mimi na wewe ambavyo tumekuwa. Lakini baada ya kufanya kazi vizuri sana kwa muda, alipoteza mguu wake baada ya kupata ajali ya pikipiki, akakanyagwa na gari. Na akawa ametumia hela zake zote alizozisevu kwa ajili ya kuendea chuo kwa ajili ya kujitibia. Na kuanzia pale mimi niliamua kutoa moyo wangu wote kwa ajili ya kumtekea dogo. Na muda huo sasa Dani akamuuliza Robert, Robert, kuna issue yoyote kwenye application yako? Na Dani akatoa notebook yake na kumkabidhi Robert na kumwambia Robert, tumia hii notebook na ninataka mtu yoyote au watu wote ambao wanafanya kazi hii wawe bora kama ambavyo mimi nimekuwa bora kwenye hii kazi. Sasa kama unaweza kutumia hii notebook yangu kufanya application yako iwe nzuri na bora zaidi, basi nitakuazima hii notebook. Tafadhali naomba uwasaidie vijana wote waweze kuimprove kwenye hii kazi. Sasa siku ile Robert akata anarudi nyumbani. Kwa bahati mbaya akawa amemuona mkewe bwana anafanya kazi kwenye saluni ya kike. Oya, ile issue ilimuumiza sana Robert, kwa sababu alimpromise mkewe kwamba hatakuja kufanya kazi maisha yake yote. Kazi zote na kujali familia itakuwa ni yeye peke yake Robert. Lakini sasa promise ile ameivunja Robert baada ya kufukuzwa kazi. Na sasa mkewe anafanya kazi na hiyo kazi ni ngumu kwa mkewe. Sasa hilo tatizo la Robert kumfikiria mkewe vile likamfanya apoteze concentration kabisa bro. Na bahati mbaya akapata ajali. Na kwenye hiyo ajali ikamfanya Robert anatakiwa kulipa hela nyingi sana kwa kile kilichoharibika. Na hiyo hela ilikuwa ni hela ambayo jamaa alifanyia saving, alikuwa ameisave kweli. Na ilikuwa ni saving kwa ajili ya matumizi ya nyumbani pamoja na matibabu ya baba yake bwana. Sasa bwana Robert alipofika nyumbani, kusema kweli alikuwa amekasirika sana kwa kile kilichotokea. Na mke wa Robert alikuwa ameorder keki kwa sababu ya birthday ya Robert mwenyewe. Na Robert itakiwa ndiye arudi nayo nyumbani ile keki. Lakini sasa imeharibiwa kwa kile kilichokuwa kimetokea pale awali, ile ajali aliyokuwa amepata. Alijisikia vibaya sana zaidi na akamuomba msamaha sana mkewe na kumwambia, mke wangu, naomba unisamehe sana kwa kutokuwa mume bora kwako. Lakini mkewe hakumuona hivyo. Mkewe akamwambia, mume wangu, mbona wewe ni mume bora sana, sidhani kama kutakuwa kuna mume bora zaidi yako wewe. Oya, Robert yale maneno ya mkewe yalimgusa kweli. Akamkumbatia mkewe na kuanza kulia pale. Na kusema kweli Robert alipambana sana kuhakikisha kwamba familia yake inapata furaha kwa namna yoyote ile. Lakini mkewe pia kama mwambia kwamba atahakikisha anapambana na yeye ili kuweza kusaidia familia yake akimsapoti mumewe. Sasa siku inayofuata Robert akapata habari mbaya tena bwana. Habari gani mbaya? Benki ikawa inamwambia kwamba Robert, hujalipa malipo mengi sana yanayohusiana na nyumba yao. Madeni yalikuwa yanadaiwa ya kifamilia, sio ya kwake mwenyewe tu, ya familia nzima. Na nyumba itachukuliwa asipolipa on time. Akamwambia, tafadhali naomba mnipe muda kidogo mpaka mwisho wa mwaka nitakuwa nimehakikisha nimelipa kila kitu. Lakini alikuwa anategemea kwamba ofisi yake itampa bonus kwa sababu tu atakuwa amefanya kazi kubwa sana. Sasa ile bonus anayosubiri ndo anahisi kwamba ataitumia hiyo kwa ajili ya kulipa madeni yote ya benki bwana. Sasa hivi baada ya Dani kuondoka pale ofisini kwao, Steven ndio amechukua nafasi ya Dani na yeye ndiye top. Amechukua nafasi ya juu ile ambayo Dani alikuwa anaishikilia. Na kusema kweli kijana amekuwa anapambana vibaya mno na anafanya vizuri kweli. Na yule jamaa ambaye alienda kupigana na Dani mpaka Dani akaacha kazi, yeye akawa nafasi ya pili. Na Robert alikuwa nafasi ya 3 bro. Yaani alipambana kiasi kwamba kati ya watu wote wanaofanya kazi yeye akawa wa 3 bro. Oya, na sasa yakawa yamekuwa kama mashindano. Yaani wakawa wanashindana. Sasa hao watatu wa juu yalikuwa kama mashindano bro. Na mashindano yalikuwa yamepamba moto kinoma noma. Sasa kati ya Robert pamoja na Steven. Sasa siku ya mwisho ya Disemba walifanya kazi mpaka usiku wa manane ili mmoja achukue nafasi ya juu kati yao bwana. Sasa tunaona Robert pamoja na Steven walikuwa pointi zao zinakaribiana kweli. Yaani walikuwa hawaachani point. Yaani yoyote kati yao anashika nafasi ya juu. Na ilikuwa ni order moja tu, ni nani ambaye atafanikiwa
mpita mwenzie kuchukua pointi ya juu. Sasa Robert akiwa yuko kwenye spidi kali akikimbia kwenda kupeleka order bwana, ghafla kitu kibaya kikamkuta tena bro, akapata bonge la ajali. Lori likawa limemtandika, jamaa akawa anamwagika damu kila kona, lakini hakuwaza ile damu anayomwagika. Alichokifikiria yeye ni kupeleka order, apate pointi za juu, aweze kushika ile nafasi, apewe bonus ya ofisi, akafute madeni yake. So jamaa akapanda tena kwenye pikipiki yake na kuanza kuondoka akiwa anachechemea, yani yuko bro, alikuwa anateseka kweli kweli. Akakimbia na kuingia kwenye sehemu hiyo ambako baadaye kuna bar sio na nini, anaenda kumtafuta huyo ambaye anampelekea order bwana. Lakini Steve bahati mbaya naye akawa ameingia kwenye lift, anapeleka order, lift ikawa imegoma bwana, akawa amestaki mle ndani, akawa amechanganyikiwa kweli kweli kwamba aiseni nakwenda kupoteza ili pambano. Na hiyo sasa ilikuwa ndio chansi pekee ya Robert kuweza kushinda, na kusema kweli hakuruhusu vile vidonda alivyovipata viweze kumzuia yeye kufikia oda yake bwana. Akawa anapita, watu wako wana party siku hiyo. Sasa katikati ya party mshikaji anatafuta nani yule ambaye ameoda hiyo bidhaa yake. Kusema kweli akawa amefanikiwa kuingia katikati ili aende kupeleka hiyo oda, na kelele ilikuwa ni kubwa kinoma, ilikuwa ni ngumu kuweza kuwasiliana na mteja. Lakini baadaye bahati nzuri akamwona mtu anamnyoshea mkono upande wa pili katikati ya hao watu wengi. Akawa amefanikiwa na kupeleka oda. Muda mfupi tu kabla ya muda kuisha, jamaa akawa amefanikiwa na kufunga oda yake bwana. Sasa bwana, fast forward, siku hiyo ndo wanatangaza awards za best career wa mwaka ule kwa China bwana. Oya, Robert akawa ameshinda na kushika nafasi ya juu kabisa. Sasa baada ya Robert kuchukua award yake na akawa anashuka pale stejini, mtangazaji MC akawa amemzuia na kumwambia kwamba app yako imechukua attention sana, hasa kwa watu wanaofanya deliveries. Ni app nzuri kweli kweli. Sasa miaka 5 baadaye tunamwona Robert ameondoka kwenye ile nyumba yao ile mansion, na sasa Robert amehamia kwenye nyumba simple kabisa, na ilikuwa sehemu fulani hivi huko Beijing. Yeye pamoja na familia yake yote amewahamisha bwana. Kwa pesa zile ambazo alizipata za kupewa zawadi ya mwisho wa mwaka, akawa amesafisha bili zake zote, madeni yanayodaiwa ya benki na vitu kama hivyo bwana. Na baba yake akawa amepona kutoka kwenye ule ugonjwa aliokuwa nao, kwa sababu jamaa alilipa hela hospitalini, mshua akatibiwa bwana. Na bro, hayo yote inabidi ashukuriwe Robert kwa hard work ambayo aliifanya mshikaji. Lakini bro, sio hilo tu, Robert akawa promoted ofisini kwao bwana. Akawa amepewa kazi ya juu kabisa, kwamba yeye ndio head, yani ndio bosi wa kitengo cha software development, kwa sababu ya kile kiapp chake tu ambacho alikitengeneza Robert kimemsaidia sasa yeye kuwa ndo head wa software development kwenye hiyo kampuni yao. Bro, kuna wakati mwingine unaajiriwa sehemu nyingine ambayo ulikuwa huhitaji kuajiriwa, lakini kwa sababu una skills fulani, ukiingiza ile skills uliokuwa nayo inaweza kukusaidia kufanikiwa kwenye maisha. So vitu vidogo kama hivi vinatusaidia kujua ni nini maisha yanataka tufanye. Wakati mwingine unaweza kawa unalalamika kwamba aisee, mimi nina degree ya masomo fulani, lakini angalia sasa nimeajiriwa ba, lakini haujui utakutana ba na nani, utashare kitu chako pale kizuri, au pale ba ukatengeneza kitu fulani kwa ajili ya kusaidia kazi yako, lakini kinakusaidia wewe kupata kazi kubwa zaidi. Tuichukue hiyo kama somo, au vipi washikaji zangu? Sasa maisha ya Robert yalikuwa nakaribia kuwa kawaida kabisa sasa, kama ambavyo yalikuwa mwanzoni wakati ana kazi. Lakini sasa Robert akawa ameamua kuachana na maisha yale luxury, na sasa ataishi maisha yake ya kawaida simple, kwa sababu ana kazi nzuri na hana pressure ya kupambana na maisha tena. Oya, asante sana kwa kuangalia filamu letu bora kinoma. Najua umeenjoy, au vipi? Na kama umeenjoy, tafadhali ninakuomba sana ulike video hii, lakini pia subscribe kwenye channel yetu, kwa sababu bro, ukisubscribe unatupa sisi nguvu kubwa kinoma ya kuendelea kuipambania channel yetu ambayo ninajua wote tunaipenda, au vipi? See you.